Habari ya leo, karibu sana kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Na leo tutajifunza au tutazungumzia kuhusu vyakula vidogo vidogo, yani snacks ambavyo vinaweza kulinda mwili wako na kuupa nguvu siku zote. Lakini pia watu wengi wanakula snacks bila kujua madhara na faida zake. Hivyo leo nitakusaidia kuchagua snacks bora ambazo zitakusaidia wewe kurejesha nguvu zako na kuitengeneza afya yako ya mwili ikakue sawa. Na vyakula vidogo vidogo ni vipi? Vyakula vidogo vidogo au snacks ni zile ambazo unaweza ukala katikati ya mlo au kabla hujala mlo. Unaweza ukala hizo snacks ambazo zitakusaidia kurejesha mwili wako na kuupa nguvu zaidi. Na vyakula vidogo vidogo ni vyakula ambavyo unaweza kula katikati ya mlo mkuu, kama vile katikati ya kufungua kinywa, chakula cha mchana, chakula cha jioni hivyo. Tatizo ni kwamba watu wengi wanachagua sana chips, biskuti zenye sukari, masoda ambavyo vinaharibu afya badala ya kujenga mwili wako. Lakini vyakula vidogo vidogo vyenye afya husaidia kuongeza nguvu mwilini, kudhibiti njaa, kuboresha umakini kazini au shuleni na kulinda afya ya moyo, kinga ya mwili. Snacks nzuri hazipaswi kuwa na sukari nyingi au mafuta mengi. Hapana, hiyo mafuta yanakuwa ni mabaya sana. Na aina ya vyakula ambavyo wewe ukila vitakujengea afya njema, lakini pia vitakufanya mwili wako kuwa na nguvu. Sana sana tunaweza tukazungumzia matunda. Kuna matunda kama ndizi, machungwa, mapapai ni snacks bora sana. Yanatoa majimaji, vitamins na nguvu ya asili. Lakini kuna kama karanga, mbegu za maboga, korosho ni vyakula vizuri au ni snacks nzuri ambazo sana sana unakuta hazina mafuta mengi, yana mafuta mazuri na protini za kutosha. Kwa hiyo zinaenda kukupa nguvu na kufanya usiwe na njaa kwa haraka. Lakini kitu kingine tunaweza tukazungumzia yogurt au maziwa ya asili. Maziwa ya asili ambayo hayana sukari ni mazuri zaidi kwa afya ya tumbo na kuimarisha kinga ya mwili. Na kitu kingine tunaweza tukazungumzia nafaka. Kuna nafaka halisi ambazo kuna kama popcorn ambazo hazina mafuta mengi. Ni snacks nzuri inayokupa nguvu kwa muda mrefu. Lakini kuna mboga mbichi. Mboga mbichi tunazungumzia kama karoti, tango, nyanya. Ni vyakula vidogo vyenye vitamins nyingi na inakusaidia kumengenya chakula kwa wakati sahihi. Wakati sahihi wa kula snacks ni upi au hivyo vyakula vidogo vidogo? Kuna asubuhi unaweza ukala tunda au karanga. Katikati ya mchana unaweza ukanywa yogurt, au jioni pia unaweza ukala mboga mbichi au matunda. Kumbuka kula kwa kiasi na sio kula hadi ushibe sana. Hapana, kula kwa kiasi. Hii itakusaidia sana kurejesha vitu vyako ambavyo wewe unatamani mwili wako uvipate kwa haraka. Lakini epuka sana kula chips, soda, mabiskuti zenye sukari nyingi. Vyakula vya kukaanga sana vinaongeza uchovu. Kwa hiyo unajikuta unapata uchovu mwingi na magonjwa ya kisukari na pressure unaweza ukavipata kwa wakati huo. Nini ambacho unatakiwa ukifanye? Andaa snacks zako mapema. Kunywa maji ya kutosha na jaribu kula chakula halisi zaidi na badala ya vile ambavyo wanakuta vimetengenezwa viwandani. Sio vizuri. Hivyo hata usipokula itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini kwa kumalizia, vyakula vidogo vidogo vina nafasi kubwa katika kuulinda na kujenga mwili wako. Lakini pia vinakusaidia kuongezea nguvu kila siku kama ukichagua kwa usahihi. Tunatumaini sana kwamba somo hili limekusaidia sana. Tafadhali usisahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu ya Penicare Afya. Lakini pia kucomment ni snacks gani ambazo wewe unazipenda kuzitumia siku zote ambazo zinakusaidia kuongeza afya ya mwili wako. Ni nzuri sana.